wa Mungu akatembea pamoja nasi wakati huu wa kusikiliza kutoka kwa Bwana. Mungu tunakabidhi basi mkononi pako Mungu wa Israeli. Hakika wakati kama huu amesimama na jua kwamba mtakatifu wa Israeli ataenda kutumika kama chombo, akaweze kueleza injili yako na watu wako waweze kupokea neno lako Mungu wa Israeli. Mungu ninaamini ya kwamba ataenda kusimama pamoja naye akianza Mungu wa Israeli kuhubiri, na tukiona akimaliza kutoka naye Mungu wa Israeli na wao wasiku mpango ufaa. Na wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu, na katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba kwa Mungu. Amen. Pastor. Babaki tukiwa tumesimama kitabu ya Mathayo 24. Matthew chapter 24. Verse 36 51. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata wakati hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwapo kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja aachwe. Wanawake wawili watakuwa wakisiaga, mmoja atwaliwa, mmoja akaachwa. Kezeni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile saa mwizi atakayokuja, angalikeza wala asiangaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo nyinyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msio dhani Mwana wa Adamu yuaja. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amini nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wachoni wake na kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua. Mstari wa mwisho, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki, ndiko kutakao kuwako kilio na kusaga meno. Baba, tunalikuwa jina lako, kwa mapenzi yako yatendeke katika maisha ya watoto wako. Ninapoenda kuoa neno hili, uinuliwe na uinuliwe, na tunaomba majaji tukiamini katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. Siku ya leo nataka nizungumze kuhusu kuwa mwaminifu. Be faithful. Maana tunaona wazi ya kwamba kulikuwa na uhakikisho ya kwamba saa na wakati wa kurudi kwake Yesu Kristo hakuna ajuaye ila Baba peke yake. Yesu Kristo anapokuwa mbinguni akituandalia makao tunasi tunapoishi katika maisha haya, hakuna mtu atakifanya aseme yeye ndio mhubiri mkubwa, yeye ndiye anaelewa Biblia sana, yeye ndiye amefunuliwa na Mungu kukuja kwake Yesu Kristo.
Biblia inasema ya kwamba hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni hawajui, wala mwana hajui, ila Baba peke yake. Na asubuhi ya leo nimekuja kuhimiza watoto wa Mungu ya kwamba tunastahili kukua waaminifu, be faithful, kwa waaminifu. Maana saa ile Yesu Kristo anakuja, hakuna mtu anajua, ili akupate ukiendelea katika uaminifu wako, akipate ukiwa sawa sawa, ukisukuma gurudumu kwa njia iliyo sawa, itakuwa furaha aje wakati atakupata ukiwa katika nyumba yake. Bwana asifiwe. Itakuwa furaha aje atakapokupata ukisoma neno lake. Itakuwa furaha aje atakapokupata ukihubiri, ukifundisha, ukimwimbia, ukifanya maneno yaliyo sawa sawa. Na katika shughuli hizi zetu zote tunastahili kuwa waaminifu. Hata session na nitakuwa nayo wiki ijayo ya kuzungumza na wazee, kuwaelezea ni jinsi gani wataishi katika maisha haya na wake zao na waishi maisha ya kufaulu. Hawa wazee nilikuwa nao nikawaambia ya kwamba kwanza wewe mzee usipojionyesha kuwa mwaminifu kwa mke wako, mke wako hawezi kuwa mwaminifu. Nikawapea mfano ya kwamba unataka mke wako akuwe mwaminifu na wewe si mwaminifu. Nikawaelekeza mahali nimetoka vile wamama waume zao wasio waaminifu vile kwanza wamama ndio wanakuwa wangwana, ndio wanakuwa werevu, ndio wanakuwa wajanja kuliko wazee wanafanya ndio wajanja. Sio kama mnanielewa? Bwana asifiwe. Niangalie. Sijui kama hao wazee wanaofanya kuwa wangwana na wajanja kuliko wake zao, nikaonyesha vile wake zao wanakuwa wangwana na wajanja kuliko, na finally mzee anabaki akiumia na familia mzima inaumia. Kuwa mwaminifu. Ujui sawa wakati Yesu Kristo anakuja, mzee anajifanya ndio mjanja. Mama alikata ndizi akailinda ikaiva. Sisi kama Kiswahili tunasema hiyo, nimesema kulinda ni Kiswahili. Kuivisa lakini China kulinda kuna mtu anajua. Bwana asifiwe. Nimesema mimi sijakuuliza ni kwa gani. Nimesema kuna mtu anajua. Bwana asifiwe. Huyu mzee kwa sababu ya tamaa anataka faida nyingi. Hajui soko vile ndizi inauzwa. Hapa anahesabia mama 3 mbao. Mama anajua takata. Mama anachukua ndizi 3 mbao, mimi hesabia naiweka kwa kitu. Hata atamwambia transport, mama anafika kwa. Akikutana mtu kwa njia kuzungumza anamwambia, ni nini uko unapeleka kwa soko? Ni ndizi, ni usie. Mama anaweka ile mzigo wake chini. Unauza aje 3 mbao? Si ya kununua hivyo, tunanunua ile mbao. Mama anachukua na weka kwa kichwa. Huyo mama anagira katika kwa kichwa aweze kuuza hizo ndizi. Si ulimwezabia 3 mbao. Kwa sababu amefika anaona hawa wameweka ile mbao. Watafunga ndizi zako, uwekea hapo, yeye atakuwa tu msana kwa soko. Bwana asifiwe. Unauza 3 mbao, mimi ile mbao nitatobolewa. Atarudi nyumbani na ndizi zako na udongo zako na utapata zikiwa zote. What do I mean? Be faithful. Be faithful. So tutaniuliza mchungaji, nitakuwa mwaminifu mpaka wakati gani? Kuwa mwaminifu mpaka Yesu arudi. Hakuna shortcut hapa katikati. Kuwa mwaminifu mpaka Yesu arudi. Akupate ukiwa mwaminifu. Yesu Kristo alipokuwa akizungumza mahali tumesoma, tunaona alifananisha kuja kwake kama wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu watu waliambiwa kutakuwa na gharika, maji itakuja na watu wataweza angamizwa. Waje tujenge Safina. Safina ilikuwa ni kama chombo cha
uaminifu. Lakini watu waliangalia wakaona huyu akili yake sio sawa. Wengine wakasukumana na yeye wakasema hapana, tunaona hakuna baraka inakuja. Wakamuuliza hii alipo na maanisha ni nini? Lakini bado nilikuja. Yesu Kristo aliweza kulinganisha kuja kwake kama wakati wa Nuhu. Na ndipo Biblia inasema ya kwamba mstari wa 37 kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kuja kwake Yesu Kristo, ama kuja kwake mwana wa Adamu, huyu ni Yesu Kristo. Ndugu yangu dada yangu, asubuhi ya leo nimekuja kukuambia jinsi vile wale waliokuwa wakati wa Nuhu walisikia habari hiyo, uaminifu wao haukuonekana. Kufanya kazi ya kujenga Sabina hii kutendeka, wakajifanya jeuri, wakajifanya juaji. Na tumesimama katika masinagogi, tumewahubiria, tumewaambia ya kwamba katika safari hii, katika maisha haya, jifunike uaminifu, maana wakati Yesu atakapokuja hakuna mtu hata mmoja atakayejua. Na wakati wa Mungu atakapokuja, hatakuja akiwa na hasira, hatakuja akiwa amekasirika, hatakuja na ghadhabu, maana ametupea miaka mingi tuweze kuamini, tuweze kuokoka, tuweze kufanya mapenzi yake, lakini tumejilia kiburi. Wakati wa Nuhu watu walikuwa na kiburi, waliita Nuhu wazimu, walimuona asiyejua, walimuona asiyefahamu. Lakini nashukuru watoto wake, ninashukuru jamii yake ya kwamba waliweza kumsikia, wakakutana baba yao. Mpaka wakati unakutana na watu wanawauliza bado unaendelea kujenga Sabina, bado watu wakuulize bado unaendelea kumtumikia Mungu, bado wewe ni mwokovu, bado unaendelea na kazi ya Mungu. Wacha watu wakuulize, kwa sababu unajua ni wapi unaenda na nini kitatendeka. Bwana asifiwe. Kitabu ya Mwanzo mlango wa 6 mstari wake wa 5 mpaka mstari wa 8, tunaona wakati wa Nuhu jinsi vile kulikuwa na nini Mungu aliweza kufanya. Biblia inasema ya kwamba Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akausunika moyo. Wacha Mungu asikasirishwe na sisi. Wacha tupate tukiwa waaminifu. Yeye amekuwa mwaminifu. Ameweza kukusaidia ukazaliwa, amekusaidia umejielewa, amekusaidia na akili, amekupea afya nzuri, amekupea siku. Yote yale Mungu amekufanyia, mwanadamu hawezi kufanyia hesabu, lakini bado umeheshimu. Bado wewe unasimama, unatangaza ya kwamba hakuna Mungu. Wewe ndio unasimama, bado unapinga Yesu Kristo. Wewe ndio unasimama, bado unaenda kinyume cha Mungu. Ghadhabu ya Mungu ndio juu yako. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimemfanya. Mungu asighairi kwa sababu ya kukufanya. Mungu asiweze kughairi kwa nini uko hai. Tutaomba na utapona. Bwana asifiwe. Tutakimbiza hospitali makubwa lakini bado tutakufa. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ni kwa nini Nuhu alipata kibali machoni pa Bwana? Wakati watu walikuwa wanafanya vitu zisizopendeza Mungu, Nuhu alikuwa mwaminifu. Alijua ya kwamba kuna mmoja ambaye anaona katika siri. Kuna mmoja ambaye anajua mawazo yangu. Kuna mmoja ambaye anajua uwezo wangu. You know, I told you last Sunday, tuko mahali tuko, hapo sio mahali Mungu anataka tukue. Ni sisi tu hatujakubali kukiwa kwa limiti. Tunyorosha tu kidogo. Tunyorosha tu kidogo. Tusema hatutaibia Mungu masaa, hatutaibia Mungu wakati wako wa kusoma neno lake, hatutaibia Mungu kitu kingine, hatutafanya, tuseme kaa kando. Utaona jinsi gani Mungu yale ambao tunang'ang'ana kutafuta atatusaidia. Bwana asifiwe. Katika zile siku, in those
days people did the same as today. Katika siku zile za Nuhu, hivyo ndivyo walikuwa wanafanya hata vile tunafanya sasa hivi. Katika siku zile hakuna kitu kilikuwa kinafanya wakati wa Nuhu afanye. Alikuwa anaambia in my Bible study, I think it was in my Bible study, nilikuwa napeana mfano. Hakuna fashion sasa hivi unasema sasa hii ndio fashion. Hii kiaka kakoti nimevaa kalivaliwa na watu ilikuwa miaka ya zamani sana. Sasa hivi we are talking of 2025. Ilizaliwa hiyo kama kulikuwa na mwaka inaitwa 14 something ilivaliwa. There is nothing new. Ni neema tu Mungu, na Mungu anajaribu kutuona ni jinsi gani tutaweza kuwa waaminifu. At least unapokuza waya, unapomaliza safari, uhesabiwe kuwa mwenye haki. Bwana asifiwe. Mstari wa 38. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa baada ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa, wakiolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina. Siku zile zote wakati ule watu walifanya, watu walitenda, na kulikuwa na watu walisimama na wakawaonya. Na kuna watu walimwambia hii mwenendo mnafanya sio vizuri. Kuna watu walimwambia vile mnakula sio vizuri. Kuna watu walimwambia vile mnakunywa sio vizuri. Kuna watu waliambia vile mnaoa sio vizuri. Kuna watu waliambia vile mnaolewa sio vizuri. Na hawakusikia. Bwana asifiwe. You know we are complaining. Kwa nini waume na waume wanaoana? They were there. We are complaining kwa nini watoto wetu wanakunywa pombe na kula madawa ya kulevya. Ilikuwepo. We are complaining kwa nini watu hawafai vizuri. Ilikuwepo. Sisi ni kutumika tu kama chombo na tuendelee kupaza sauti na kuambia kwa waaminifu, maana mjui sana wakati Yesu Kristo atakapokuja. Bwana asifiwe. They are not ready to take any cautions. They were don't care. Wakati ule, they never identified any warning. They never took in any caution. They never even tried to see a sign ya kwamba wanafanya maneno mabaya. 2 Peter chapter 3 verse 3 to 6. Waraka wa pili wa Petro mlango wa 3 mstari wa 3 mpaka 6. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Tumeona hizi nyakati, tuko ni nyakati za mwisho. What are we supposed to do? Tunastahili kuwa waaminifu. Tuko waaminifu mpaka lini? Mpaka kukuja kwake Yesu Kristo. Hizi ndizo nyakati zile ambazo zinazungumziwa. Hizi nyakati watu wamekuja, watu wanajivurugia kwao. Mtu ana huruma, anakula mpaka mtoto wake. Watu wana huruma, anaangamiza, ananyang'anya mpaka mtoto wake. Watu wana huruma, hawajui huyu ni mtoto wangu, huyu ni mama yangu, huyu ni baba yangu. Provided tu imfaidi yeye. It is very painful. Mtoto ameenda kujitafutia. Mtoto amekutamini dadi mama. Inateseka mali niko. Hela zangu kidogo tumekutumia, nisaidie kufanya kitu moja mbili tatu. Mtoto akikuja anapata hakuna kitu. Wewe sasa na shetani mtakapigana. Mtoto ameogopa shetani. Mtoto ameangalia amesema huyu niliyezaliwa naye, huyu ambaye alinilea, ni yeye nitakimbilia. Umegeuka kukula mtoto wako. Mstari wa 3 tarudia. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao
They want to build the only kingdom here on earth. Kama wewe ni Mkristo kwa ukweli, jua ya kwamba hapa duniani sisi ni wapitaji. Tunahitaji gari nzuri, tunahitaji barabara nzuri, hospitali nzuri, kanisa nzuri, lakini tukijua ya kwamba hizi vitu tunasitumia kwa muda. Bwana asifiwe. Hatuwezi kurudi kwenda kuvaa ngozi vile wale waliofanya. Hatuwezi kurudi kwenda kukata nyama na mawe, kwa sababu sasa vitu zimebadilika. Tunasitumia kwa sababu ni wakati wetu umetupata. Lakini tusitumie kwa utukufu wa Mungu. Tusitumie tukijua ya kwamba sisi hapa ni wapitaji. Biblia inasema ya kwamba na kusema iko wapi hadi ile ya kuja kwake. Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali iliyo tangu mwanzo na kuumbwa. Mstari wa 5 na 6, listen very carefully. Maana kufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa silikuwapo mbingu tangu zamani na nchi pia imefanyishwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Maneno ya ukweli hawataki kuyaangalia. Maneno ya ukweli hawataki kuyakumatia. Maneno ya ukweli hawataki kushikamana nao. Wamefumba macho yao. Hii nchi wanajifunia, hii nchi ambao wanasema ni kwao, hii nchi ambao wanafikiria watatufukuza, hii nchi ambao wamekaa katika hali isiyopendeza. Kuna Mungu aliumba. Haikutoka mbinguni, ilikuwa imejaa maji. Mungu akasema na kuwe na nchi kavu, kukawa na nchi kavu. Wamefumbia macho, hawataki ukweli. Hawataki kuchukua ukweli katika neno la Mungu. Hawataki kufuata. Watakupea stori za Akaya na Abunuwasi ya kwamba kulikuwa na baba yangu alikufa hapo ila mbinguni. Utori. Kwanza wewe ujui kusoma naye kwenda mbinguni. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligalikiswa na maji ikaangamia. Walipojipiga vifua, walipofikiria Noa leo ni nini anafanya, maji ikakuja ikawabeba na wote wakaenda na yote yakaisha. Katika nyakati hizi, my brother, my sister, hakuna mtu anataka kuchukua tahadhari yoyote. Hakuna mtu anataka kuambiliwa. Hakuna mtu anataka kuonywa. Tuko katika kisasi kibaya. Tuko katika generation mbaya. Tuko katika mahali watu hawataki kuelezewa jinsi vile mnakula, jinsi vile mnakunywa, jinsi vile mnaoa, jinsi vile mnakosa adabu, jinsi vile mnakosa heshima. Hayo yote sio maneno ya kumpendeza Mungu. Maana wakati wa Nuhu hivyo ndivyo walijifurahisha. It is going to be painful. Itakuwa ni uchungu sana wakati utapatikana kona mbaya. Wakati Mungu atakapokuja, Mkristo, mchungaji umekataa kuwa mwaminifu, Yesu atakapokuja akupate mahali pasio ya kupendeza. Examples of warnings. Watu tumeambia watoto wetu, tumeambiwa tutaki kusikia. Wajana kunywa pombe, wajana madawa ya kulevya. Hakuna mzazi mwenye akili timamu na akili nzuri ataweza shika pombe na ape mtoto yake, ataweza kupea bangi, hiyo madawa yale yanakunywa. Hakuna. Lakini baada ya kuungua kwamba mtoto ameingia katika ulevi na katika madawa ya kulevya, mzazi hajaki kufungua kinywa na kumwambia achana naye. Lakini kwa sababu ni kizazi kibaya kama kile kizazi cha Nuhu, hawataka kusikia matokeo yake. Yesu aliwaacha. Bwana asifiwe. Tumewaonya kwa watu wa kutii. Kwa watu wa kutii. Kutii kumekuwa mzigo. By the way, let me say this. Without being spirit. Wakati mtu anakuambia tii, sio kwa sababu ya manufaa yake. Ni kwa sababu ya manufaa yako. When you are driving, wakati unakimbiza gari hapa barabara, ukiambiwa hapa aenda kilomita 40, hapa aenda 50, hapa aenda 110,
manufaa yako. Ni wewe utaenda ukimbie 180, gari ni yako, na wewe ndio mwenye gari, muamue tu nyinyi wote kuishia hapa. Kutii, wamekataa. Kwa na heshima, be respectful. Kwa na heshima, ndio sio shida. Wabishana na nani? Wabishana na nani? We have even cautioned them, be careful whom you bring into your life. Kwa mwangalifu ni nani analeta katika maisha mwako? Tumuite my husband to be, my wife to be. Piga msasa, angalia, mnaenda naye wapi? Anakupeleka wapi? Hakuna msasa hatakosa kuambia mtu hivyo, na hakuna mtu hatakosa kuambia mtu yule anapenda hivyo. Haijalishi miaka yake ile ako nayo. Niseme nini? Asubuhi ya leo, tukue waaminifu mpaka Yesu Kristo arudi. Bwana asifiwe. Amen. Let us go back to the book of Matthew chapter 34 verse 39. Wakawa na ujeuri, wakawa na kujua, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakawa na ujeuri, wakawa na ukorofi na madharau. Wakakataa, wasitambue yani maagizo waliopewa, mwelekeo walipoambiwa, jinsi vile Nuhu alipiga nduru. Ninashukuru kwa sababu ya familia yake walimsikia. Maneno haya yanamsukuma mtumishi wa Mungu Yoshua, anasema wana wa Israeli tukikataa, mimi pamoja na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Katika nyakati hizi amua sema hivi, hata kama wote watakataa, mimi nitakuwa mwaminifu mpaka Yesu Kristo akuje. Bwana asifiwe. Katika maisha haya, in this life, be yourself. Katika maisha haya kuwa wewe. Wajana maneno ya imitation, wajana maneno ya photocopy. Kuwa wewe vile Mungu alikuumba, na urefu yako na ufupi yako, wawe baba wako na mwana wako. Umefika mahali umefika, kuwa jinsi vile ulivyo. Be yourself katika imani. Umekuja katika kanisa, umesema nitalisoma neno, nitakuwa mwaminifu katika kufuatilia mipango ya kanisa na nitafuata Biblia. Hiyo ni maneno ya imani. Kuwa wewe, alafu umekuja hapo umepata mwingine anataka kukutoa katika imani. Kataa. Kuwa mwaminifu kwa yule aliyekuumba. In this life, be yourself in faith. Kuwa wewe katika imani. Bwana, fuata vitu na watu. Katika familia yako, be yourself when it comes to family matters. The way I run my family is not the way you run your families. Kuna sheria ya kondo. Nilipokuwa katika shule, nilienda katika kwa kutoka shule kabla sijafika nyumbani, masiani nyumbani, nilikuwa nakaa panga yangu. Vile kwake kulikuwa kunaendeshwa, sio vile kwetu kulikuwa kunaendeshwa. Kwa hiyo familia nilistuka mpaka leo hii na kaanga hiyo nasema na ni kweli. Usiku ni kitu sikuwa nimezoelea. Ni kuamka asubuhi unang'ana na kukula. Tena mpaka sapa, kuna kitu kama lunch. Na kwetu nimezoea right food in the morning, lunch. In this life, be yourself. Katika hii imani na safari yako, kuwa mwaminifu katika imani. Kuwa mwaminifu katika maneno ya kijamii. Kuwa wewe. Unajua ile kitu kimefanya watu wamekataa kuwa wenyewe. Yaani watu wanataka kuiga watu. Unataka familia yako ifanane na familia yako. Nimesika wengi. The year 2005 nilisika mwanaume. Kwa sababu ya hii maneno ya familia hakuwa yeye. alikuwa
Katika maisha haya, be yourself in loving and working for God. Mungu alikuumba peke yako. Unajua? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wewe hakuna mchungaji, mimi ndio mchungaji. Anadhani ni wewe. Mimi ni mimi. Mungu ndiye alikutoa kwa tumbo yako peke yako. Why do these other maneno ya hii nyingine mnatoa wapi? Mungu alikutoa kwa tumbo yako peke yako. Akakuleta vile ulivyo. Why hii maneno mengine ya kwamba sasa lazima mnatoa wapi? Kwa peke yako vile kutoka katika tumbo la mama yako. You know, you don't understand vitu zingine, ile kitu tunadishindana, yani hata mtu vitisipo common sense, yani hata uwezi rudi nyuma. Angalia vile narudi ili utulize kile niko hapa duniani nifanya nini? What am I doing? Na nilikujaje? Alafu ujue kuna birthday yako ya siku yangu. Hiyo birthday kwa hii familia tunafanyanga wangapi mimi peke yangu? Ukiangalia neighbor hakuna. Ni kumaanisha hiyo siku ni mimi nizaliwa peke yangu. Na hata kumpenda Mungu na kumfanyia Mungu kazi, be yourself. Bwana asifiwe. Be yourself in serving your people and your nation. Love your family. Serve your family the way vile Mungu anataka. Kama Mungu akona mpango mzuri na wewe, amekubariki, umefanikiwa ya kwamba asubuhi utakula breakfast, ifanye kwa uaminifu. Kuna watu wengine wanasema kama ni akili ndogo wako nayo, lakini Mungu atawasamehe na sijatusi mtu. But I want to tell you the truth. Kwa uaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watoto wako wanaacha wakihangaika hapa. Watoto wako wanaacha wakihangaika hapa, lakini kule nje hao watoto ndaki mbona wakihangaika? Hakuna siku umezaa wewe peleka mtu wako hata usimame naye kwa sana, lakini hao wengine wanaenda kusimama naye. Si waje Yesu akuja kupata ukiwa hapo. Bwana asifiwe. Be yourself in serving your people and your nation. There are people that have children who are children who are examined. One is clever than me in one word the other. I'm also clever than him in one word the other. Sasa akikimbia yake, hiyo kimbia yake na mimi nikimbie, finally tutajenga hiki vizuri. Bwana asifiwe. Mstari wa 40. Why? Pastor anasema hapo neno. Ni kwa sababu ya hii mstari wa 40. Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Why cheat yourself? Wakati wa Mungu wewe uko hapo unaongozwa tu kama kibofu, unafuata watu. Don't follow me. I've always said that. Mimi usinifuate, fuata neno la Mungu vile linasema. Usifuate mwanadamu. Na Biblia inasema kwamba wakati wa kuja kwake mwana wa Mungu aliye hai, Biblia inasema kwamba watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Be yourself. Be yourself. Jiangalie, kuwa mwaminifu na Mungu. Mungu atakuja aseme tumewapata, sasa tuende. Hata hapa kanisani, hata kuja apate tuende. Sawa kama sisi sote tumeongoka, lakini ninaamini kwamba tutapewa taji zinafanana. Mimi nang'ang'ania yangu na wewe ng'ang'ania yako. Bwana asifiwe. Wanawake wawili watakuwa wakisiaga, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Hii unajua nafanyanga statistics. Ninaposoma nilituma siku nyingine niende kusiaga. Nilituma siku moja niende. Bwana asifiwe. Sasa nikaenda pale nimejijaza. Naenda kusiaga. Statistics yangu ilisema hivi. Kwa wale tulienda kusiaga, wanawake ndio walikuwa wengi. Halafu kwa hiyo muda nilikaa hapo mimi peke yangu nikisiagiwa. Au wengine walikuja kununua ile imeshakuwa tayari kwa tayari. Be vigilant. Kwa mwangalizi. Kuwa mwangalizi. Kezeni pasi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wetu. Kondoa macho.
Usilale, useme nimeokoka miaka mingi, nimehubiri miaka mingi. I'm in the book of Matthew chapter 42, chapter 24 verse 42 to 44. Be vigilant. Kezeni basi kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Be vigilant, ondoa macho, kuwa nganga alikuwa tayari. Unajua, let me tell you this, which is my prayer. Na hii sasa wacha niwaambie kwa sababu tunazungumza kuhusu be faithful. Bwana asifiwe. Amen. Sitaki Mungu wangu adharauliwe. Tumeambiwa. Sitaki Mungu wangu adharauliwe. Mtu yule amekuwa katika kanisa hili na ametoka kwa amani, ametoka kwa njia ya utaratibu, hiyo namwombea sana faulu. Kama hiyo ushuhuda mlisikia ndugu nani akiongea, ndugu wetu Josiah akiongea. That guy, wakati nilipata nafasi ya kuenda Eldoret, hakutaka nilale kwa mkutano, na mimi sikuwa nalala mkutano. I was taken by another friend of ours, pastor, lakini hakutaka nilale kwa mkutano. Na alipokuja alihakikisha amelitoa kwa mkutano, akanipeleka kwake, nikamwombea, akanirudisha kwa gari lake. Nimeacha gari langu kwa gari lake, akanirudisha mahali nilikuwa, na akanirudisha na mkono kavu. Aliniambia, pastor, hii vitu ya dunia wacha tukule na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Akanipunguza, akaniambia, unakumbuka mtoto wangu alipozaliwa, wewe ndio ulikuja ukamtoa katika hospitali na gari lako, ukanipeleka mahali nilikuwa nakaa, alikuwa anakaa katika komodi hii. Nikamwombea. Mke wake kwa sababu sisteki anafanya sheria, anafanya roho. Alisikia vibaya sana. Chuo wako kuja anipate. Nikamwambia siku moja Mungu akipenda, tunajua kwako sasa nitakuja. Ombi langu ni hili. Mtu yoyote yule ambaye ametoka katika kanisa hili kwa ujeuri na ujanja na madharau, asifaulu ili Mungu wangu asidharauliwe. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwa mtu mwenye but I want to be honest and I want to be faithful to tell you the truth. Kezeni basi kwa maana hamjui ni siku hivi atakapokuja Bwana wetu. Ninaomba sana aliyetoka katika kanisa hili kwa utaratibu, kwa Bwana afaulu ili Mungu aliye juu mbinguni inuliwe. Na anayetoka katika madhabahu haya kwa ujeuri, madharau, asifaulu ili Mungu wetu asidharauliwe. Kila mtu aseme amen. Amen. Mzee wa Bwana. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile samu mwili atakavyokuja, angalikeza wala angaliacha nyumba yake kuvunjwa. That's how it should be. Tunakaa tu tujui ni lini mwisho atakuja atavunja nyumba yetu. Kila wakati tumefunga, kila wakati security iko sawa. Ukienda ukumbuke siku wacha alarm on unarudi. Ukienda ukumbuke ya kwamba na zaidi nifungulie umbu aliwacha wakilandana kwa compound ili mwishi akiruka ndani mkamate, unarudi. Na katika maisha hii ya kiroho, my brother, be vigilant, my sister, kuwa mtu ambaye uko chojo kila wakati, kwa sababu sana kukuja kwa mwana wa Adamu hakuna yule anayejua. Kwa sababu hiyo nyinyi nanyi chuekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Be vigilant. Katika uaminifu wako, haijalishi kila watu watasema, rudishia mtu change kwa ukweli. Bwana asifiwe. Wacha watu wakuamini na mali yao. Wacha Mungu akuje apate nikihubiri neno lake kwa uzuri, kwa njia sawa, bila kuliongeza. Nilikuwa naambia watu wengine kwa sababu hili kanisa sana. Kama tutakuhusia, kama unafikia tutakuhusia kufangia ili uende kufangia umaskini. Maskini nenda fanya kazi. Kama unataka kufukuza umaskini. Au mtu wako nielewa. As time zimeenda nikuja katika kwa sababu naambia kwa watu ukweli. Nikufurahisha nini ya kuambia uongo. And finally, mwisho katika maneno haya ya kuwa mwaminifu, nataka
nirudi nikisema hivi. Kuwa mwaminifu gani? Be faithful servants until the end. Be faithful servant. Kuwa mwaminifu, kuwa mtumishi mwaminifu. Kuwa mtumishi mwaminifu. Mungu hajakuleta hapa duniani bila sababu. Mungu amekupea kipawa, Mungu amekupea uwezo, Mungu amekupea nguvu, Mungu amekupea uhai, na anajua ya kwamba fulani wa fulani ako na jambo fulani ya kunitumikia. Nikukataa amekataa. Amekataa kuwa mwaminifu. Hakuna mtu hapa ana kipawa, hakuna mtu hapa ana uwezo, na katika kanisa letu hakuna mtu tumefinyilia ya kwamba wewe ustahili kufanya. Take your course. Take your right. Take your space. Be faithful servants until the end. There's a reward for everyone. There's a reward for everything you do. Kuna zawadi kwa kila kitu unachofanya. Kuna zawadi kwa kila kitu unachofanya. Kuna zawadi kwa kile kitu unachofanya. Ukifanya ubaya utafuna, ukifanya mazuri utafuna. Kuna zawadi kwa kila kitu unaofanya. Fanya kuwa mtumishi wa Mungu mwaminifu katika kungojea kurudi kwake Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba, mahali tumesoma tunaanza kumalizia, inasema ya kwamba kulikuwa na watumwa wawili ama watumishi wawili. Mtumishi mwema ni yule ambaye kazi aliyoachiwa na bwana wake akuja ipate, akifanya vizuri, akiendeleza kulingana na vile tajiri anataka, anamzawadia maradufu. Lakini yule ambaye anapatikana amefanya visivyo, akamwambia Lisa hawa, akaanza kuwapiga, akamwambia elekeza hawa, akawapotoza, bwana wake anamulipa na hasira, anamulipa na uchungu na ghadhabu, anamwadhibu. Lakini yule ambaye amekuwa mwaminifu anazawadiwa maradufu. Zile vichache aliambiwa angalia 10, kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa kuangalia 10, anapewa 100 na kuendelea ili kuangalia. Bwana asifiwe. Mstari wa 45. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Let us be faithful servants until the end, until the coming of our Lord Jesus Christ. Because the Bible says, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake. Hili mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Nimelia na nimewaambia tangu nilipoanza ya kwamba wacha tupatikane tukiwa waaminifu, tukifanya mapenzi ya Mungu wetu aliye juu mbinguni. Atupate katika ushirika kama huu wa kulisikiza neno, atupate katika kuomba, atupate katika kumwimbia. Kama ni nafasi ya kufundisha, atupate kufundisha. Kama ni nafasi ya kufariji, ufariji. Kama ni nafasi ya kuonya, atupate ukionya. Kama ni nafasi ya kuinua wengine kwa njia nzuri, uwainue. Hili mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo, amini nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. The little time God has given us, we want to see how faithful we are. Muda mchache, miaka 100, miaka 120, wengine tutaenda hapo na miaka 90, hapo tu bila Mungu atapenda. Kama ulikuwa mwaminifu kwa miaka michache, miaka ingine Mungu atakupea, utakaa utaishi kwa furaha. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu atakawia, na hapa ndio watu wengi tuko. Akuji saa hii, nitaenda kanisani wakati nimenunua gari. Nitaanza kumpenda Mungu saa ile nimeoa. Huyo sasa anaitwa mtumwa mbaya. Mtu ambaye si mwaminifu. Kukuja kwake Yesu Kristo hata malaika wa mbinguni hawajui.
unapongojea kurudi kwake. Akaanza kuwapiga wachori wake na kula na kunywa pamoja na walevi. Yaani yule mtumwa mbaya, kazi aliyoipewa ya kuweza kulisha, badala ya kuwalisha alianza kuwapiga. Akasema sasa hata sitawalisha, nitaenda kukunywa na kukula na walevi. Let me tell you this. Mungu haitanishwi na ulevi. Mungu haitanishwi na ulevi. Hakuna mahali popote katika Biblia kuna ulevi imeleta sura nzuri. Ulevi imeleta sifa kwa Mungu. Mzazi alilala na mtoto yake juu ya ulevi. Katika Biblia mzazi alipatikana akiwa uchi, akiwa hana nguo na watoto wake, na akamwalaani, na ni ulevi ilifanyia. Akaanza kuwapiga watoto wake na kula na kunywa pamoja na walevi. There is a reward. Kuna malipo. Let us be faithful servants until the end. Waje tuwe watumishi waaminifu mpaka kurudi kwake Yesu Kristo. Haijalishi miaka yako, haijalishi status yako katika society, haijalishi vile watu wa kwenu watakuona. Waambie mliletwa na Mungu, mimi niletwa na Mungu. Ni bahati kuzaliwa na familia moja kwa mpaka wa Mungu. Lakini kwa sababu mimi nimejua ukweli, mira yetu sio mira, irisi yetu, mchango wetu, uganga wetu tulipata kutoka wazazi wetu, sina haja nao. Mimi nitasimama na Biblia na nitasimama na Mungu wangu. Wanawake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua. Atamfanyia nini? Yule wa kwanza atawekwa juu. Mtumwa mwema atasimamia vitu vyake vyote. Amini na waambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini je, huyu mtumwa mbaya, mstari wa 51, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Wapendwa, ni wakati wako wa kuwa mwaminifu katika maisha haya, ukijua na ukifahamu ya kwamba kwa uaminifu wako utalipwa. Kwa kukataa kwa uaminifu wako utalipwa. Mungu anapokuja atakulipa kulingana na jinsi vile umefanya. Kuwa tayari kuchukua mawaidha, kuwa tayari kuonyana, kuwa tayari kuweza kusema mimi nitakuwa mwangalifu ni nini ninafanya. Kuwa peke yako, be yourself. Kuwa wewe katika maisha haya, katika safari hii. Usibebane na mizigo mingine, utaiweza. Na nakwambia kwamba kwa sababu umelisikia hili neno, umelikataa, unabebeza watoto wako mizigo. Kuna mizigo mingine tunabeba saa hii, sio kwa sababu tumetenda dhambi, ni kwa sababu wazazi wetu walisikia, wazazi wetu walijua, hawakufanya. Na maandiko lazima yatimie, ya kwamba kwa yale mema tutafanya itafuata mpaka kizazi cha 4, na yale mabaya tutafanya itafuata mpaka kizazi cha 4. Angalia vile utatesa watu wako, angalia vile utaumiza watu unahitajishwa nao. Wacha sisi tuweze kusimama, tuhesabiwe kama Abrahamu, tunaambiwa baba wa imani, Isaka, Yakobo, watu ambao waliosimama katika ukweli neno la Mungu. Enoko, Sara, wamama waliosimama, Dorcas, vijana, Meshaki, Shadraka na Abednego, Yusufu alikuwa pale. Kwani wewe ni nini? Mungu atusaidie sana. Mungu atulinde. Mungu atuokoe. Mungu atupe nguvu ya kuwa waaminifu tunapongojea kurudi kwake. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Mwana Yesu Kristo. Mchana wa leo na wakati mwema, tunakupenda, tunakuamini. Tusaidie kuwa waaminifu katika maisha haya tunapongojea kurudi kwako. Tusaidie kuwa waaminifu katika familia zetu, katika kazi zetu ambazo tumeajiriwa. Baba, maana kukuja kwako hakuna yule ambaye anajua, na wala hawajaokoka
tunakuhitaji, kanisa hili tunakuhitaji, Baba tunakutegemea. Bariki kila mmoja ambaye amesikia sauti hii katika mtandao na hata yule ameisikia katika ukumbi huu. Mungu wetu na Baba wetu, msaidie kwa mwaminifu, akijua ya kwamba kwa uaminifu wake atalipwa mema, kwa kukataa atalipwa kwa kulia na kusiaga meno. Asante kwa sababu ya hao ambao wamekata kauli ya kuwa waaminifu kwa kuhudhuria ibada, kwa kusimama na programu ya kanisa hili, ya kupenda familia zao, ya kuwa waaminifu katika biashara zao, na kuwa waaminifu mahali wameachiliwa. Baba wakumbuke. Nami najiombea kama mtoto wako tena mtumishi wangu, ninahitaji nguvu ya kuwa mwaminifu na kungojea kurudi kwako. Nisaidie niongoze familia yangu, nisaidie niweze kuongoza Mungu wetu na Baba wetu kanisa hili ambao umeweza kununua kwa damu yako. Yesu, hili kanisa sio langu, ni kanisa ni lako. Umenipea nafasi tu ya kulihudumia. Nipe nguvu, nipe ya kuwa mwaminifu bila kungojea kurudi kwako. Napopata nafasi ya kunena, ya kufundisha, ya kuhubiri, ninene mausia yako kwa sababu ya utukufu wako. Wiki mzima Baba, linda watu wako kwa sababu wanakuhitaji, wanakutegemea na wanakupenda. Walio na mili midhaifu, Yesu waponye. Angalia mtoto wetu ambaye ni mjukuu wa dada wetu Silvia, asikii vizuri, ninamwombea katika madhabahu haya. Yesu, kumbuka uaminifu wa mama, aje kufanya kazi katika nyumba yako. Kwa sababu ya hilo tu umkumbuke. Naomba kwa sababu ya dada wetu Mori anakuhitaji, napokuwa katika mwili mdhaifu pamoja na jamii yake, Baba waponye. Asante kwa sababu unatujua, asante kwa sababu unatufahamu, tunakuhitaji, tunakutegemea. Nataka kutumia dakika mbili. Ni jambo gani unataka Bwana akusaidie? Umemwaminia, umekuwa mwaminifu na ujaona Bwana akikutendea jambo hilo. Ameahidi katika neno lake kwamba Bwana atakapokuja, wakati huu Bwana amekuja kwa sauti, ataenda kukutendea. Simama tuombe pamoja na wewe. Kuna jambo gani umesema Bwana nisaidie kwa jambo hili? Mimi niko na mwili mdhaifu. Mimi niko na jambo hili nataka kufaulu. Mimi nataka familia yangu. Yeye ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya ambao wamechukua basi hii. Mtakatifu wa mtakatifu mkuu wa wakuu, kabla hatujasema unajua. Hata hesabu ya nywele yetu unaijua. Watoto wako wamesimama wakiwa na jambo wameelekeza kwako. Yesu, wanapokaa wajibu ili upokee sifa na utukufu. Uponyaji ni wako, ushindi ni wako, mamlaka ni yako, na hakuna jambo linalokushinda. Baba, tusulumisie, tuhudumie jinsi vile kupendezavyo, na tumeomba majaji